Na tukisonga mbele, huku wakiendeleza ziara yao kunradhi huko pwani, wakianzia katika mji wa Malindi, vinara wa upinzani wameusuta vikali mpango wa mradi wa nishati maarufu kama nuclear energy wa serikali, pamoja na kuikemea serikali kwa madai ya kuelekeza pesa za NSSF kwa miradi mingine kinyume na maelewano na wananchi hapo awali. Elimelek Mwadori na kina cha taarifa hiyo. Wa Malindi, kaunti ya Kilifi, ambapo walipaza sauti kwa kauli moja wakiisuta serikali ya Ruto. Vinara wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua wameendeleza ziara yao pwani ya Kenya, hivi leo wakiwasili na mbwembwe katika mji wa Malindi, kaunti ya Kilifi, ambapo walipaza sauti kwa kauli moja wakiisuta serikali ya Ruto, hasa kwa mpango wa serikali wa kujenga kituo cha nishati ya nyuklia, huku wakidai mradi huo utapelekea maradhi lukuki kwa wananchi. Nataka kusukumia watu ya Malindi na watu ya Kilifi project ya nuclear ambaye inakuja kudhuru maisha ya watu ya Kilifi. Mtakubali mambo ya nuclear? Mtakubali? Hii mambo ya nuclear, mnajua hapa Malindi na Kilifi ni pahali ya watalii. Ni pahali tuko na wageni wengi. Tukilete mambo ya mtambo wa nuclear itaudhi watu wetu. Kweli ama uongo? Upinzani unadai kuwa mpango huo ni uonevu kwa watu wa Malindi, huku wakidai umesheheni madhara ya kiafya. Tunamwamilisha watu wa Malindi aende kotini mara moja kwa niaba ya sisi zote viongozi wa upinzani kukataa mambo ya nuclear Malindi. Vinara hawa pia wanadai kuwa kuna njama ya kuwalaghai wananchi kwa kutumia pesa ya wananchi, ikiwemo ya NSSF na ile ya mradi wa nyumba za bei nafuu, kinyume na malengo ya hapo awali. Pale katika NSSF, ambaye yeye ni one of the trustees, pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya, ambaye ni project private. Kufikia sasa, vinara wa upinzani wapo katika siku ya 3 katika ziara yao ya huko pwani ya Kenya, ambapo wameonyesha nia ya kupambania vikali kinyang'anyiro cha mwaka wa 2027. Elimelek Mwadori, runinga ya KU.